tiketi ya Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan imemaliza kampeni za uchaguzi mkuu mkoani Lindi, akisisitiza suala la kuondoa kero za wakulima wa zao la korosho. Samia amesema kero hizo zinatokana na mfumo wa stakabadhi ghalani unaoruhusu wakulima kuuza mazao yao kwa kutumia mfumo wa vocha. Mwandishi wetu Grace Mfuko ndiye mwenye undani wa taarifa hii. Katika kampeni hizo, mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Lindi anayemaliza muda wake, ambaye pia alikuwa mkuu wa mkoa wa Lindi na sasa anahamia mkoa wa Tanga kufuatia mabadiliko yaliyofanywa na Rais Jakaya Kikwete Agosti 14 mwaka huu, Mantumu Mahiza akazindua rasmi msimu wa uuzwaji wa zao la korosho na kuwasisitiza wafanyabiashara kuacha kudhulumu wakulima. Sasa Ruangwa mnalo tatizo. Mnanunua korosho wenyewe, mnawadhulumu wakulima wadogo wadogo, kisha mnawaambia serikali hii na makini kweli kweli. Watu wenyewe ndio sia. Nishaitangaza bei. Mkienda kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe, msisingizie serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mgombea mwenza wa Urais Samia Suluhu Hassan akasema wanalenga kuiondoa kero hiyo. Kwa hiyo mfumo wa stakabadhi ghalani tulivyouunda ulikuwa ni mfumo mzuri sana. Watendaji wa mfumo wa stakabadhi ghalani, vyama vya ushirika, ndio wameukoroga. Kwa hiyo tutakachofanya kwanza ni kurekebisha vyama vyetu vya ushirika. Waliozoea kujinufaisha kupitia vyama vya ushirika waage kama alivyoaga mkuu wa mkoa hapa. Anaondoka na kwenda zake Tanga, yeye anakwenda kutumika tena vyema. Katika jimbo la Ruangwa, mgombea wake kupitia Chama cha Mapinduzi Kassim Majaliwa naye akazungumzia kero hiyo inayowanyonya wakulima. Wilaya yetu ni wilaya inayotegemea kilimo na zaidi ya 80% watu wake ni wakulima. Moja kati ya mazao makuu tunayotegemea kibiashara ni korosho. Korosho hizi toka tumeanza kuziuza, tumeziuza katika mifumo mbalimbali. Mfumo wa awali ilikuwa tunauza soko huria. Baadaye serikali ikafanya mabadiliko kwa kwenye stakabadhi ghalani. Mfumo huu unashindana na mfumo ambao unaonunua zao jingine la kibiashara la ufuta ambako unauzwa kwa biashara huria. Wakulima waendelea kupata matatizo kwa mfumo wa stakabadhi ghalani, na wameendelea kufurahia uuzaji wa zao la ufuta ambao ni biashara huria. Nape Moses Nnauye anagombea jimbo la Mtama mkoani Lindi, naye akapaza sauti yake kuzungumzia kero hiyo na kumwomba Samia, endapo atachaguliwa kushika nafasi ya makamu wa rais, aweze kushughulikia kero hiyo inayowanyonya wakulima wa mazao ya korosho na ufuta. Jimbo la Mtama tuna kiwanda cha korosho Mtama. Mama, naomba piga huwa garagaza kabla sijamaliza miaka 5 kiwanda kile tukifufue. Waliokibeba wameshindwa kukiendesha, waturudishie. Tuajiri vijana wetu, tubangue korosho yetu. Wako vijana hawana kazi kwa sababu hivi viwanda vimekufa. Nataka niwahakikishieni wanamtama, uwezo wa kuikaba serikali ikafufua kile kiwanda ninao, na inaanza na mama. Ruzuku za pembejeo za wakulima pamoja na kurekebisha mfumo wa uuzaji wa mazao ya wakulima ni mambo ambayo Samia ameomba kuyashughulikia endapo atateuliwa kushika nafasi ya makamu wa rais. Grace Mfuko, Star TV, Lindi.